Kongamano hili la majadiliano ya biashara na uwekezaji baina ya sekta binafsi na umma linaendeleza msingi ulioanzishwa mwaka 2024 ambapo TNCC iliandaa kwa mara ya kwanza na mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko aliyekuwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati. Kongamano hilo lilikuwa hatua muhimu sana katika kuimarisha jukwaa la majadiliano kati ya serikali na sekta binafsi, likilenga kujenga uelewa pamoja juu ya fursa, changamoto na mwelekeo wa uchumi wa Tanzania katika enzi za ushindani wa kimataifa. Katika kongamano la mwaka 2024, mafanikio makubwa yafuatayo yalipatikana. Kwanza, kuimarika kwa majadiliano ya sera, yani public private dialogue. Sekta binafsi iliweza kuwasilisha changamoto zake kwa moja kwa serikali na hatua kadhaa zilichukuliwa kuboresha mazingira ya biashara. Namba 2, kuibua ajenda muhimu za kiuchumi ikijumuisha masuala ya kodi, urasimu katika biashara, gharama za uzalishaji pamoja na upatikanaji wa mitaji na masoko. Jambo la 3 ni kuongeza ushiriki wa wawekezaji na washirika wa maendeleo. Kongamano lilivutia wadau mbalimbali wa ndani na nje ya nchi, hivyo kufungua milango ya ushiriki mpya wa biashara na uwekezaji. Jambo la 4 ni kuimarisha nafasi ya TNCC katika kuiunganisha, yani bridge, kati ya serikali na sekta binafsi, ambapo TNCC iliendelea kudhibitisha jukumu lake la kuwa sauti ya wafanyabiashara na jukwaa la majadiliano ya maendeleo ya uchumi. Jambo la 5 ni kuweka msingi wa maboresho ya kimfumo. Mapendekezo yaliyotolewa yalichangia mjadala wa kitaifa kuhusu mageuzi ya sera na mifumo ya biashara, ikiwemo matumizi ya tehama na kurahisisha taratibu za kibiashara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kongamano la mwaka huu limejengwa juu ya msingi wa mafanikio hayo, lakini likiwa na malengo mapana zaidi yenye matokeo yanayotarajiwa kuwa ya haraka na yenye tija kubwa kwa uchumi wetu. Malengo makuu ya kongamano la mwaka huu ni pamoja na: 1, kuimarisha zaidi majadiliano yenye matokeo, yani result oriented dialogue, sio tu kujadili changamoto bali kuweka mikakati ya utekelezaji na ufuatiliaji wa maamuzi yatakayofikiwa. Jambo la 2 ni kuchochea uwekezaji wa ndani na nje, kuonyesha fursa zilizopo katika sekta mbalimbali na kuunganisha wawekezaji na wadau wa ndani. Lakini jambo la 3 ni kukuza ushindani wa biashara za Kitanzania, yani competitiveness, hususan kwa kuangalia namna ya kupunguza gharama za uzalishaji, kuboresha miundombinu na kurahisisha biashara. Jambo la 4 ni kuendeleza ajenda za kidijitali, yani digital transformation, ikiwemo matumizi ya mifumo jumuishi ya tehama ili kurahisisha huduma za biashara na kuongeza uwazi. Jambo la 5 ni kusaidia biashara ndogo na za kati kwa kuwajengea uwezo, kuwapatia taarifa za masoko na kuwaunganisha na fursa za kifedha na biashara. Na jambo la 6 ni kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa kwa kuzingatia fursa zilizopo kupitia Africa Continental Free Trade Area na masoko ya kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa msingi huo, kongamano la mwaka huu sio tu mwendelezo wa yale tuliyoanza, bali ni hatua ya mbele zaidi kuelekea kujenga uchumi imara, shindani na jumuishi kwa manufaa ya Watanzania wote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, TNCC imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi mkubwa, ikiongozwa na maeneo yake ya kimkakati yenye lengo la kuimarisha sekta binafsi kama injini ya ukuaji wa uchumi wa taifa. Kwa heshima, ninaomba nitoe muktasari wa mafanikio hayo kwa kuzingatia maeneo muhimu yafuatayo. Jambo la kwanza ni upanuzi wa wanachama na uimarishaji wa sauti ya sekta binafsi. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika mwaka 2025 TNCC imefanikiwa kuongeza wigo wa wanachama wake kufikia zaidi ya wanachama 50,000 nchi nzima, hatua inayoongeza uwakilishi na nguvu ya sauti ya sekta binafsi katika majadiliano ya sera na maendeleo ya uchumi. Hii ina maana kuwa mapendekezo ya maoni yaliyotolewa kupitia TNCC yanawakilisha kwa uhalisia zaidi mahitaji ya wafanyabiashara wa Tanzania. Jambo la pili ni uwekezaji wa biashara na urasimishaji wa mifumo, yani trade facilitation. TNCC imeendelea kuwa mstari wa mbele katika kurahisisha biashara ndani na nje ya nchi,
ambapo mwaka 2025 tumetoa vyeti vya uasili wa bidhaa zaidi ya 79,000 ambapo takriban 72% vimetolewa kidijitali, hatua inayopunguza urasimu na gharama za kibiashara. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia mfumo huo utakaozinduliwa leo, vyeti vyote vitatolewa kwa njia ya mtandao kwa 100%. Tujipigie makofi tafadhali. TNCC imeshiriki katika majadiliano ya kikanda ikiwemo makubaliano ya Simplified Trade Regime kati ya Tanzania na Malawi yanayorahisisha biashara za mipakani kwa wajasiriamali wadogo na wakati. Na mwisho, tumeshiriki katika tafiti za miundombinu ya biashara ya ushoroba, yani corridor ya kilimo cha bustani ili kubaini vikwazo na kuboresha ushindani wa bidhaa za Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hatua hizi zimechangia kupunguza vikwazo vya kibiashara na kuongeza ushindani wa bidhaa za Tanzania katika masoko ya kikanda na kimataifa. 3. Uwezeshaji wa wafanyabiashara na ushiriki katika eneo huru la Afrika, yani Africa Continental Free Trade Area and Export Readiness. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kuimarisha ushindani wa biashara za Kitanzania, zaidi ya washiriki 300 wamepatiwa mafunzo ya soko huru la Afrika na utayari wa kuuza nje. Programu za biashara za mipakani imefikia wafanyabiashara 279 katika mikoa ya mipakani, ikiimarisha biashara ndogo kuvuka mipaka. Na 3, mafunzo kuhusu vikwazo visivyo vya kikodi, yani non-tariff barriers, yamewafikia wadau zaidi ya 150 yakisaidia kuboresha ufanisi wa biashara. Hii inaendana na ajenda ya kitaifa ya kuongeza mauzo ya nchi, yani export led growth. Jambo la 4 ni utetezi wa sera za ushiriki katika maamuzi ya kitaifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, TNCC imeendelea kutekeleza jukumu lake la msingi na kuwa daraja kati ya serikali na sekta binafsi kwa kuandaa na kusambaza policy brief na position papers, hususani kuhusu ushindani wa African Continental Free Trade Area na biashara za mipakani. Na hapa tunaendelea kuwashukuru wenzetu wa TNBC, tumeendelea kushirikiana nao vizuri katika kuandaa majukwaa haya. Hii imeongeza ubora wa sera na kuhakikisha zinazingatia hali halisi ya biashara nchini. Na jambo la 5, uwekezaji, ushirikiano wa kimataifa na mikutano ya kibiashara, yani B2B. TNCC imefanikiwa kuunganisha wafanyabiashara wa Kitanzania na fursa za kimkakati, ambapo wafanyabiashara 449 wameunganishwa kwenye majukwaa ya kimataifa ya biashara B2B, kupokea na kuratibu ujumbe wa wawekezaji kutoka nchi mbalimbali kama China, India, Iran na Oman, kusaini mikataba ya ushirikiano ya MOUs inayolenga kukuza uwekezaji na biashara za viwanda. Hatua hizi zimeongeza mtiririko wa uwekezaji na kufungua masoko mapya kwa wafanyabiashara wa Tanzania. Uboreshaji wa taasisi na matumizi ya TEHAMA, yani Digital Transformation and Institutional Strengthening. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuhakikisha TNCC inakuwa taasisi ya kisasa na yenye ufanisi, mfumo wa kidigitali wa Tanzania Chamber Portal TCP umeanzishwa ukiunganisha huduma muhimu kama vyeti vya uasili na taarifa za biashara. Maandalizi ya kuanzisha kituo cha usuluhishi wa migogoro ya kibiashara, yani Arbitration Center, yameanza ili kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mafanikio haya yanaonyesha wazi kuwa TNCC sio tu jukwaa la majadiliano, bali ni chombo hai cha utekelezaji wa ajenda ya maendeleo ya sekta binafsi nchini. Hata hivyo, pamoja na mafanikio hayo, bado kuna haja ya kuimarisha zaidi mazingira ya biashara ili kuhakikisha sekta binafsi inakuwa na mchango mkubwa zaidi katika ukuaji wa uchumi na ajira nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mabibi na mabwana, sekta binafsi ndiyo muhimili mkuu wa ukuaji wa uchumi, uundwaji wa ajira na ustawi wa taifa letu. TNCC inaahidi kuendelea kuwa mshiriki wa karibu wa serikali katika kushauri sera zenye tija, kuwezesha biashara na kuunganisha Tanzania na fursa za kikanda na kimataifa. Tunayo imani kubwa kwa kushirikiana thabiti kati ya serikali na sekta binafsi, Tanzania inaweza kufika uchumi shindani, jumuishi na endelevu
na kongamano hili ni mwanzo wa hatua mpya ya mageuzi ya kiuchumi yanayoongozwa na ushirikiano na uwazi na uwajibikaji. Napenda kuwashukuru sponsors wetu wote ambao wameendelea kutusaidia kupitia kwenye mfumo huu wa TCP, wenzetu Trademark Africa, European Union na sponsors wote ambao wamefanikisha event yetu siku ya leo. Baada ya kusikiliza hayo, nasema asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante.